Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa wa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media. Ni pongezi kubwa sana kwa MSD kwa namna ambavyo mmejitanabaisha na kuanzisha utamaduni na utaratibu wa kukutana na wateja wenu kwa ajili ya kujadili masuala mbalimbali yanayohusiana na utoaji wa huduma zenu kwa wateja wenu. MSD ni shirika la serikali, sio la binafsi. Ni mashirika machache yenye utaratibu huu. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kuwapongeza sana kwa namna ambavyo mmebuni utaratibu mzuri wa kukutana na wateja wenu ili kujadiliana changamoto, lakini pia kupongezana pale ambapo mnafanya vizuri katika utoaji wa huduma za dawa nchini. Hongereni sana kwa ubunifu huu. Aliyekuja na wazo hilo tunampa kabisa. Nafikiri kwa utaratibu huu ndo imeleta mapinduzi makubwa ya utoaji wa huduma za dawa nchini. Kwa sababu miaka kadhaa iliyopita, kama alivyokuwa nazungumza mwenzetu Sungusia hapa, ilikuwa ni kero kubwa sana, hasa kwa viongozi kama sisi, watumishi kama sisi. Unapokwenda kukutana na wananchi, moja ya changamoto au kero kubwa utakayokutana nayo ni upatikanaji wa dawa kwenye vituo vinavyotoa huduma za afya. Changamoto hii imekuwa na historia ya kupotea sasa. Si kitu ambacho utakutana nacho mara kwa mara katika maeneo yetu. Kwa hiyo ni pongezi kubwa kwa mkurugenzi wa MSD pamoja na MSD kwa kuanzisha utaratibu huu ambao unajadili namna ya utoaji huduma za madawa katika nchi yetu. Na tunawashukuru zaidi kwamba hata ofisi zenu umeziweka hapa mjini Tabora. Nataka niwahakikishie mkurugenzi kwamba salamu hizi zimfikie DG kwamba tunao watumishi wenu wazuri sana hapa, wanatupa ushirikiano mzuri. Kwa hiyo nipongeze sana MSD kwa kutuletea huduma hii karibu kwenye mkoa wetu wa Tabora, lakini pia kutupa watumishi wazuri wenye weledi. Nikisema hivi sasa isiwe ni sababu ya kumtoa kumpeleka kwa maeneo mengine kwenda kutosha pamoja. Tuachie hapa endelee nao. Niwapongeze na kuwashukuru sana watendaji wetu kwenye vituo vyetu vya afya na utoaji huduma, mahospitali yetu ya wilaya, waganga wakuu kwa maana DMOs na wafamasia na wote ambao mko kwenye mnyororo wa utoaji huduma za afya katika mkoa wetu wa Tabora ambao leo mko hapa. Kama msingekuwa mnafanya kazi yenu vizuri, tungekuwa tunapata changamoto kubwa sana katika ofisi yetu na utumishi wetu kama mkuu wa mkoa, kama mkuu wa wilaya. Nataka niwathibitishie kwamba tangu sisi tumekuwepo hapa kama watumishi wenu, tumeendelea kuona kazi nzuri mnaifanya. Tunapongeza sana kazi nzuri. Baada kwenye changamoto mnatujua kwamba huwa tunakuja haraka tu kwa ajili ya kuja kurekebisha kasoro kwenye vituo vya afya na kwenye hospitali zetu. Hilo hatuwezi kulinyamazia. Lakini kwa kweli pongezi hizi zianzie kwa RMO na timu yako yote kwa namna ambavyo mmejidhatiti. Hata inapotokea baadhi ya magonjwa ya mlipuko, namna mnavyoharakisha kurescue afya za watu wetu inakuwa ni jambo linalofariji sana. Kwa hiyo tunawapongeza. Kwa niaba ya mkuu wa mkoa naomba kwa kweli tuwe nafasi hii kuwapongeza sana. Naomba mtambue kwamba serikali ya mkoa na wilaya zetu zinatambua mchango wenu mkubwa sana mnaotoa kwenye jamii yetu. Tunafahamu kwamba
bado serikali inaendelea kushughulikia changamoto mbalimbali zinazowahusu kama watumishi kwenye sekta ya afya, lakini changamoto hizo zinaendelea kushughulikiwa hatua kwa hatua. Tuendelee kupambana kuhakikisha kwamba wananchi wetu ambao tunawahudumia, wao wasiojua mambo mengine huku, waweze kupata huduma stahiki bila kuwa na changamoto zozote. Jana nimeelezwa kwamba upatikanaji wa huduma za afya kwa maana ya madawa pamoja na vifaa tiba kwa Tabora tumefikia zaidi ya 89%. Ili nalo nataka nizungumze kwamba serikali imewekeza fedha nyingi kwa ajili ya upatikanaji wa dawa na vifaa tiba. Na hii ni kazi ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Ndani ya miaka yake 4 amewekeza katika mkoa wa Tabora zaidi ya bilioni 13. Ukiacha 2020-2021 ambapo tulikuwa na upatikanaji wa zaidi ya bilioni 4 na sasa tuna bilioni zaidi ya 13. Hizi zimewekezwa kwenye upatikanaji wa dawa na vifaa tiba ambavyo kwa sehemu kubwa MSD ndio hub ya usambazaji wa vifaa hivi. Baada ya kusema hayo, niwatakie mkutano mwema wa majadiliano na kila mtu awe na positive mind, kuhakikisha kwamba mnajadiliana bila kubakiza chochote ambacho mngependa kuona kwamba kikifanyika basi kitaleta tija na ufanisi katika utoaji huduma za afya katika mkoa wetu. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa wa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media.